Hali ya taharuki imetanda katika eneo bunge la Kasipul katika kaunti ya Homa Bay, huku viongozi wa kidini na kisiasa wakitoa wito wa amani kuelekea uchaguzi mdogo ujao. Wito huu unajiri kufuatia makabiliano ya hivi majuzi katika eneo la Opondo yaliyosababisha vifo vya vijana wawili, tukio lilozua wasiwasi kuhusu ongezeko la joto la kisiasa katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Florence Simiyu anatuarifu. Viongozi wa kanisa pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa wamewataka wakazi wa eneo bunge la Kasipul katika kaunti ya Homa Bay kudumisha amani na umoja kuelekea uchaguzi mdogo ujao. Wito huu umetolewa kufuatilia makabiliano yaliyotokea katika eneo la Opondo na kusababisha vifo vya watu wawili, hali iliyoongeza taharuki katika eneo hilo. Uchaguzi huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kati ya mgombea wa ODM Boyd Were na mgombea huru mfanyabiashara Philip Nation Aroko, huku kampeni zikiendelea kwa kasi maeneo mbalimbali ya Kasipul. Hiyo sio tabia zetu tena. Hatutaki kurudi nyumba wakati watu wanakuwa wanatupa mawe. Mambo ya mawe iliisha na ile wakati. Sasa ni wakati wa uchaguzi ambaye ni wa haki, na tunajua ya kwamba yule ambaye atachaguliwa na watu hao ambaye wanaenda kwa by election, huyo ndio atakuwa kiongozi. Lakini kutupa mawe, kutusi wengine na kusema hawezi na kusema mambo mengi, hiyo kama kanisa tumekemea. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM Gladys Wanga amelaani vikali vita vya vurugu vilivyoshuhudia wakati wa kampeni na kuwataka wakazi kudumisha amani. Amesisitiza umuhimu wa umoja na kuvumiliana kisiasa, akihimiza wapiga kura kuendeleza kampeni za kistaarabu na kuepuka vitendo vya uchochezi wakati uchaguzi unakaribia. Nataka niseme ya kwamba tuko na by elections katika constituencies tofauti. Na mimi nataka kuomba kama national chairperson wa chama, wanachama wetu kila mahali, tafadhali tudumishe amani. Na nataka nipinge kabisa ile mambo ambayo ilifanyika hapa Kasipul. Nataka kuomba amani. Kura iombwe kwa amani. Hakuna siku kuleta vita italeta kura. Sisi kama wanachama wa ODM nataka kuambia wafuasi wetu kila mahali, tafadhali tuzingatie amani, tufanye rally zetu kwa amani, kwa sababu najua wananchi wameshaamua ya kwamba zile viti ambazo ziko pale tukiongelea kuwazungumzia watajitokeza na watapigia kura chama cha ODM. Kwa sasa mashirika ya usalama yamehimizwa kuongeza doria katika maeneo yanayotarajiwa kuwa na msongamano mkubwa wa wapiga kura ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na uwazi bila kuhatarisha maisha ya wananchi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiyu. Baadhi ya wabunge wanaoegemea upande wa serikali wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah wamemkemea aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kwa kuendeleza siasa za ukabila na zinazolenga kuwagawanya Wakenya. Tazama. Kuna zaidi ya 60 kilometers zinawekwa rami hapa kwetu. President ametupatia TVET, hatukuwa nayo. Tuko na KMTC inajengwa pale Karuri ya more than 200 million. Kwa hivyo sisi tukiona tumejipanga hapo nyuma ya William Ruto, sisi wajinga. Tunajua ile kitu tunafanya. Na niwaambie hata leo mkiniambia panda juu ya gari sijui tembee uende wapi, mimi mwisho wa mwezi nitapata mshahara. Nikiwa opposition ama nikuwe wapi? Serikali. Wewe kuna mshahara utapata? Si mshahara yako ni maendeleo ambao Kawanjiko atareta? Kawanjiko atareta. Mwenye anakuambia hivyo, yeye mwenyewe asimame. Anasema kuna mwingine anaitwa cousin ndio atasimama. Huyo cousin itamaanisha atachapa wengine yake 10. William Ruto anaomba yake 5 aondoke. Jamii hii kuje ipate kiti tena isongeshe. Lakini yule anakuambia 10 anakusongesha mwaka mwingine 15 ndio mufike tena kwa kiti. Which one is the easiest mathematics? Huyu wa 5 tumpea tuondoke, ama nyinyi mnataka mwingine anachapa 10 alafu ile ya 15 ndio mtaingia? Yeye alipokuwa deputy president, kuna barabara ilijengea? Hapana. Kuna barabara yote hapa Kiambaa? Hapana. Kuna soko ambayo alijenga? Hapana. Si basi barabara inaweza kuwa bei kali. Shule inaweza kuwa bei kali. Soko inaweza kuwa bei kali.
kuna choo walijenga mahali ambayo tunaweza itanisha na yeye. Because you must have a clear vision and an agenda of what you want to do for the people of Kenya. Go and sell it to the people of Kenya. Lakini ukijidanganya ati huo nitabebo, ati na wengine, ati sababu ana ushawishi. Hakuna mtu ako na ushawishi kwa akili za Wakenya. Wakenya wataweza kujichagulia viongozi wao na wataangalia utendakazi ya